Karibu Kasako Media. Chini ya saa 2 baada ya ofisi ya waziri mkuu wa Israel kuthibitisha rasmi ziara yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na kukutana na Mohammed bin Zayed, rais wa nchi hiyo, wakati wa vita vya Iran na Iraq, Wizara ya mambo ya nje ya UAE imekanusha ziara hiyo na kukataa kukaribisha ujumbe wowote wa kijeshi wa Israel katika ardhi yake. Katika taarifa ya wizara yake ya mambo ya nje, Emirati imesisitiza kuwa uhusiano wake na Israel ni mahusiano ya umma ambayo inaundwa ndani ya muafaka wa makubaliano ya Ibrahim na hayatokani na usiri au makubaliano ya siri. Taarifa hiyo ilisema, kwa hiyo madai yoyote kuhusu mikutano au mipango ambayo haijatangazwa haina misingi hadi yatolewe na mashirika rasmi yenye uwezo katika UAE. Wizara ya mambo ya nje ya UAE ilitoa wito kwa vyombo vya habari kuwa sahihi na kutochapisha habari zisizo na udhibitisho au kuzitumia kuunda mitazamo ya kisiasa. Taarifa ya UAE ilitolewa baada ya ofisi ya waziri mkuu wa Israel kuandika kwenye Xnet kwamba Benjamin Netanyahu alifanya safari ya siri katika UAE wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, Operation Lion Roar. Chapisho hilo lilisomeka, wakati wa Operation Lion's Roar, waziri mkuu Benjamin Netanyahu alifanya safari ya siri katika Umoja wa Falme za Kiarabu na kukutana na Sheikh Mohammed bin Zayed, rais wa Emirates. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel pia ilidai safari hiyo imeleta mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wa Israeli na Emirati. Abdul Khalik Abdullah, profesa wa sayansi ya siasa ya Emirati, hata hivyo alikanusha vikali kwamba safari kama hiyo ilifanyika. Safari hii ya siri ya UAE ambayo Netanyahu anazungumzia ni mawazo yake mwenyewe, alisema, na aliongeza pia Netanyahu anatangaza safari hii kwa mazumuni ya uchaguzi pekee, safari ambayo UAE imekanusha kimsingi katika taarifa rasmi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.